بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 5 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1447, katika darsa ya tafsir al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tulikuwa tuendelea kusoma maelezo ya Imam Ibn Kathir rahimahullah ya aya 44 ya suratul Maida, na tulifikia sehemu ya mwisho ya aya waman lam yahkum bima anzala Allahu faulaika humul kafirun. waman lam yahkum bima anzala Allahu faulaika humul kafirun. Katika sehemu hii ya mwisho ya aya 44, Allah subhanahu wa ta'ala amhukumia yule asiyehukumu na kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, akahukumiwa kufuru. Na wanawavyuoni hapa wakieleza wasema waman lam yahkum bima anzala Allahu min alwahyi mustahillan dhalika, yule asiyehukumu kwa kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika wahi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa ahalalisha jambo hilo, bimaana asema yafaa kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah, ni halali, au mufaddilan alayhi ghayrahu, au akafanya hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ina ubora kuliko hukumu ya Allah, bimaana akahukumu kwa kanuni zilizotungwa na wanadamu, kisha akasema hii ni bora kuliko hukumu ya Allah. Huyo pia atakuwa mfanya nini? Amekufuru na kutoka katika Uislamu. Kadhalika wasema au musawiyan lahu ma'ahu, au akaisawazisha hukumu isiyokuwa ya Allah akaiweka sawa na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ni kama kusema nikihukumu kwa hukumu hii ya kanuni ya kibinadamu na hukumu hii ya Allah hakuna tofauti, zote ziko katika nafasi moja. Bimaana akawa azisawazisha, ni sawa sawa baina ya hukumu ya Allah na hukumu ya kibinadamu. Yoyote anayefanya moja katika hayo, faulaika humul kafiruna haqqan, huyo atakuwa amekufuru haswa na kutoka katika Uislamu. Kwa tumetaja mangapi? Mambo mangapi? Ya kwanza tumetaja anayehukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah mustahilan lidhalika, akahalalisha hilo, akasema kuwa yafaa kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah. Kwa mfano, yafaa kuhukumu na hukumu ya ukomunisti, mfano, au capitalism au yoyote nyingine hizi, akasema yafaa. Hapa atakuwa amefanya jambo, amevitakidi jambo ambalo ni kufuru, inamtoa mtu katika Uislamu, sababu si halali kuhukumu kwa sheria isiyokuwa nani? Ya Allah. Hali ya pili, akawa afadhilisha hukumu isiyokuwa ya Allah juu ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema hii ni afdal kuliko hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hali ya pili pia atatoka katika Uislamu. Na ya tatu tumetaja akasawazisha baina ya hukumu ya Allah na hukumu ya binadamu, akasema zote ni sawa. Kwa mfano, katika kanuni sariq
katika kanuni afungwa miaka 2, lakini sariq katika hukumu ya Allah ni afanye nini? Akatoa mkono. Akasema hakuna tofauti baina ya miaka 2 na hiyo kukatwa mkono, yote ni sawa, ukitaka chukua hii, ukitaka chukua hii. Mfano, mimi sipingi hukumu ya Allah, lakini nasema hii pia ni sawa. Katika hali kama hii pia sema hapa faulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio wamekufuru kabisa katika hizi hali tatu. طيب, yaje huko mbele katika aya inayofuata ambayo tutaeleza sasa hivi insha Allah, kabla ya kuingia kueleza maelezo ya Imam Ibn Kathir rahimahullah. يقول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. tizama katika hii aya pili imeishia na waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humudh dhalimun. Ya kwanza humul kafirun, ya pili humudh dhalimun. hii aya mwanzo tuieleze. wakatabna alayhim fiha ay wafaradhna ala alyahudi fi at-taurah, tumewafaradhishia. wakatabna alayhim fiha kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum أي وفرضنا على اليهود في التوراة فيها usudio hapa ni Taurat. Tumewafaradhishia mayahudi katika kitabu cha Taurat alichoteremshiwa Musa alayhi salatu wassalam, anna an-nafsa bin-nafsi ay anna man qatala nafsan mutaammidan bighayri haqqin qutila biha, kwa yoyote anayeiua nafsi bila ya haki basi na yeye pia atauawa kwa kuiua ile nafsi. Bimaana ukiua na wewe pia wauawa. anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni ay wa man qala'a 'aynan mutaammidan quli'at 'aynuhu, na mwenye kumngoa mwenzake jicho kwa kukusudia, kachukua chuma akamdunga kwenye jicho mwenzake akamngoa jicho, na yeye pia atafanywa hivyo hivyo, atangolewa jicho, kisasi chake ni hivyo hivyo. wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi ay wa man jada'a anfan mutaammidan judi'a anfuhu, na yoyote mwenye kumkata mwenzake pua kwa kukusudia, na yeye pia pua yake fanya nini? Akatwa. Hivyo hivyo alivyomfanya mwenzake. Hii ni hukumu iliyoko katika nini? Taurah. Katika Taurati hii hukumu ilikuwepo. والأذن بالأذن أي ومن قطع أذنا متعمدا قطعت أذنه, mwenye kumkata mwenzake sikio kwa kukusudia na yeye pia akatwa sikio, pia atakatwa sikio lake. والسن بالسن أي ومن قلع سنا متعمدا قلعت سنه, na mwenye kungoa jino la mwenzake kwa kukusudia, kampiga ngumi kusudi jino likang'oka, na yeye pia ngolewa jino, kama vile kamfanya mwenzake vile atafanywa, na jino lake yeye litangolewa. wal juruha qisas ay wakatabna alayhim anna fil juruhi yuaqabu al jani bimithli jinayatihi, na pia tukawafaradhishia kuwa anayemjeruhi mwenzake kwa jeraha na yeye pia ataadabishwa kwa kulipwa vile vile kama vile alivyomfanyia jeraha mwenzake, na yeye pia atatiwa jeraha. Kwa mfano mwenzake ukamkata na kisu mahali hivi, kumkata na kisu, chachukuliwa kile kisu pia na yeye angaliwa ni hapa yararuliwa na yeye vile vile kama alivyomfanya mwenzake. Baada ya kupona yule mwenzake, mwanzo ongojewa apone, sasa tujue ile athari iliyotokea katika lile jeraha. Na hii tutaeleza hapa insha Allah taala katika maelezo ya Imam Kathir rahimahullah taala. Imewekewa kwa sharti isiwe ni sababu ya kumwangamiza yule anayelipizwa kisasi. Kwa mfano, kweli watu wawili walipigana, mmoja akampiga mwenzake panga la kichwa, lile panga likapasua fuvu,
likagusa mpaka kwenye nini, ubongo pale kidogo hivi, lakini jamaa akasalimika. Mara ameshonoshono hivi anarudi sawa sawa mzima, ilikuwa siku zake bado. Sasa hebu niambie, utapima vipi wewe katika kisasi hapa? Useme hana sisi lile panga tutalizuia lifike pale pale alipompiga mwenzake, utaweza? Kuna mtu akapigwa na jiwe tu kichwani akafa, wacha kusema panga. Huyu hakufa ni kwa sababu ilikuwa siku yake bado. Kwa hiyo katika hali kama hii haiwezekani kulipa kisasi kama vile alivyofanya. Kwa hapa ya lazimu alipe nini? Alipe dia. Si kama ya kifo, lakini wao waweka kiwango maalum yalipa. Atalipa badala yake. Kwa nini? Kwa sababu hii tukimfanyia huyu yaweza kumpelekea mpaka kufanya nini? Kumuua, kufa, na yule mwenzake hakufa. Sasa ikienda kwenye kufa, sasa tutakuwa tumepita mipaka. Unafahamu? Kwa kile kisasi pia kitaangaliwa cha jeraha. Ikiwa kisasi kile chaweza kumpelekea mtu mpaka akafa, basi kile kisasi kile cha jeraha hakitalipizwa. Sababu katika hali kama hii hatuwezi kuzuia kuwa hapa mpaka hapa na tuseme kuwa huyu atasalimika. Yule amesalimika kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia siku yake bado. Unajua kuna mambo yatokea katika huu ulimwengu, hasa katika watu kuumia ya ajabu, yaweza kutokea kwa mtu mwingine haiwezi kutokea. Kuna kesi moja mmeiona ya mtu amedungwa kisu cha kichwa mpaka kikaingia ndani, akapelekwa hospitali. Wana documentaries hivi za madaktari. Wale madaktari wasema tukikitoa hiki kisu hapa, ni jamaa mzima sasa, huyu tummaliza. Kwa kikachongwa kile kisu pale pale, kikabakishwa pale ndani, na akaisha kwa picha kile kisu kiko ndani, sijui Allahu aalam, yani subhanallah, yani rabbak. Sasa sema tukikivuta hivi kitararua ile vile mshipa nini ubongo, kwa hivyo atakufa kabisa. Kwa vile kilivyoingia yule jamaa bado mzima, afadhali abaki mzima vile vile. Jamaa kata pale akakichonga vizuri, akakiacha pale pale, na akaishi miaka baada ya hapo, na kisu kiko kwenye kichwa. Sasa vitu vingine huwezi kusema ati mwingine pia kifanywa hivi itatokea hivyo hivyo. Si kila mtu itatokea hivyo hivyo. So usije hapo kasema lakini kuna mtu an survive kisu kiko ndani, awe kitie chako ndani, uone kama utasalimika. Sasa si kila mtu yatokea hivyo. Kwa hivi vitu vya nadra hivi hatuwezi kusema sasa kwa kuwa yule amemdunga hivi, kwa na yeye pia adungwe kisu kiingizwe ndani ya ubongo, utaua. Na kuua itakuwa umepita mipaka ya kile kisasi ambacho takana ukifanya. Fikiri imeeleweka? Tayeb. Allah subhanahu wa ta'ala akasema faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu, ay waman tatawwa bil afu 'anil jani kana 'afuhu kafaratan li dhunubihi li'afwihi 'amman zalamahu. Na ikitokea kuwa mtu atasamehe kweli, ameniumiza, mimi nishamsamehe, basi nimemsamehe mimi, basi kule kumsamehe kwake kwa kadri ya ule msamaha aliyompa mwenzake, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe. Ni kafara kwake yeye kutokana na makosa yake. Kwa siku ya kiyama na yeye pia Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe kwa sababu ya ule msamaha wake. Kisha Allah akasema waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humudh dhalimun, na yoyote anayehukumu kwa kile ambacho hakukiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Waman lam yahkum bima anzala Allah fi sha'ni alqisas wa fi sha'ni ghairi, katika qisas na mengineo, ambaye hata hukumu kwa sheria Allah, faulaika humudh dhalimun, ay fahuwa mutajawizun lihududillah, huyu amepita mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Takuja aya nyingine huko mbele, faulaika humul fasiqun, takuja kuieleza insha Allah ta'ala. Sasa katika suratul Maida zimekuja hizi aya tatu, na subhanallah, fikiri juzi katika usul thalatha ambao leo tulimalizia wallahi alhamdu wal minna sharh Sheikh Ibn Uthaymeen Masjid Ghufaili baada adh-dhuhr,
katika darasa al-usul al-thalatha Sheikh Ibn Uthaymeen alivyokuwa akieleza wali tawaghit aliwataja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala akisema watawaghitu kwa tawaghit wako wengi sana wa ruusuhum 5 wale vichwa wale wenyewe magwiji ni 5 katika wale 5 waman hakama bighairi ma anzala Allah. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ana maelezo mazuri sana katika al-usul al-thalatha kwenye sharhi yake, waweza kwenda kuyarejelea katika kulizungumzia swala hili, amelipanua kwa maelezo mazuri sana. Ingawa katika masala haya pia na nasihi wanafunzi, ukiweza rejelea risala ndogo waweza kuisoma kwa siku moja tu, kikao kimoja, ambao asili yake ni swali aliulizwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kuhusu suala la hukmu bighairi ma anzala Allah. Nafikiri jina la risala ile, kama mtu yuko karibu na simu hapa aweza kuangalia risala Sheikh Al-Albani fi al-hukmi bighairi ma anzala Allah, angalia ameita jina gani. Lakini kuna muqaddima wa Sheikh Ibn Baz rahimahullah na taqrid ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kwa ufupi, ile risala yale yaliyomo ndani wameafikiana a'immatu hadha al-asr al-thalatha, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen, wote watatu wamekubaliana na ile fatwa aliyotoa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kwa hii risala waweza kuirejelea, ni fupi si ndefu, ni nzuri sana, ina tafsil nzuri sana Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sababu masala haya ya al-hukmu bighairi ma anzala Allah wameteleza ndani yake khawarij, kuanzia wale waliotoka dhidi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah, wakawa wampigia kelele Ali ibn Abi Talib na kumwambia inil hukmu illa lillah, akawa wajibu na kusema kalimatu haqqin urida biha batil, hiyo ni kalima ya haki lakini makusudio yao ni batil. Wakawakufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hili jambo. Kwa hili jambo ni jambo kubwa si dogo, lazima anayetaka haki aregee kwa wanawavyuoni, wasemaje, wahukumu vipi katika suala hili, haswa katika asri hii ambayo tuna mtihani katika nchi nyingi za Kiislamu, wakahukumu kwa hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu asifanye istijal na haraka kuanza kuwakufurisha viongozi kabla ya mwanzo kuregea kuyasoma maneno yale ya wanaovioni, ishasikie. Alafu si shughuli yetu mimi na wewe wanafunzi wadogo tukajiingiza katika mambo makubwa, tukaanza kuwakufurisha watu, yule kafiri, yule kafiri. Taratibu habibi, hii ni kazi ya wanaovioni, si yangu mimi wala wewe, wala Allah subhanahu wa ta'ala hajakutia wewe katika kukulazimisha uwe wewe ndio utakuwa hakimu katika suala hili. Amewaweka wanaovioni kuwa wao ndio watu waregee kwao, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa sisi turegee kwa wanaovioni wetu, wasemaji katika suala hili, kisha tuchukue ile kauli kwa dalili walizozitaja. Na hili ni jambo muhimu sana, sije ukaja ukateleza ukaanza kufanya takfiri, mara umegeuka takfiri khariji, kila mtu aliyeko mbele yake wamhukumia kuwa ni kafir. Na khawarij kuanzia wakati ule mpaka leo wameteleza katika suala hili kwa sababu hawataki kurudi kwa wanawavyuoni. Na masail mengi ambao sisi huwa tukosea, ukiangalia siri yake ndani utakuta kuwa mengi katika yale tunaokosea ni kuwa hukurudi kwa nani? Kwa ulama, ukawasikiliza waeleza nini swala hili. Na sote tufahamu kuwa katika misingi ya da'wa yetu arrujuu ila ulama, kurejea kwa wanawavyuoni, tukaangalia hukumu yale masuala yanayotokea. Mimi na wewe ni wanafunzi, hatujafikia daraja kwa wewe ni mufti, wala hujafikia daraja kwa wewe ni mujtahid. Kwa hiyo muangalie mwanachuoni katika wanavyuoni wa sunna ambaye wamuamini katika suala hilo,
basi rejea kwake kisha uangalie ile hukumu na dalili alizozitoa. Kwa hii risala ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala naimiza sana tuisome. Ni fupi lakini ina faida nyingi sana ndani yake. طيب tulifikia قول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال روى الإمام أحمد عن ابن عباس سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات سوا نبونا. طيب قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود. hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala ameziteremsha na sababu yake ni yale makundi mawili katika mayahudi. وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. Mayahudi kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa walikuwepo katika mji wa Madina, na Mayahudi wako makabila mbalimbali. Mashuhuri kabisa wale ambao watajwa katika sira: Banu Qainuqa, Banu Nadhir, Banu Quraidha, Banu al-Mustaliq na wengineo katika makabila mbalimbali ya Mayahudi. Hasa pale Madina katika makabila ya Mayahudi kulikuwepo na makabila mawili wakati wa jahiliya. Haya makabila mawili haya yakapigana. Kabila moja likashinda nguvu kabila lingine, likawa lile lingine ni dhalilifu kwa hili lililowashinda. Wale wana nguvu zaidi kuliko hawa. Katika hali kama hii ikawa kukitokea lile kabila lenye nguvu kuwa mmoja wao amemuua mmoja katika kabila la wale wadhalilifu, alikuwa anapolipa dia yulipa nusu, na hawa wadhalilifu wakiua wale ambao wana nguvu zaidi yao, wao walipa kamili. Bimaana hawako sawa, nyinyi wadhalilifu mtalipa kamili, sisi wenye nguvu tutalipa nusu. 50 wasqan. Alwasq, hii wasq ni kipimo ambacho wasq moja ni kilo 122 kwa kilo, wasq moja. Kwa hawa walikuwa walipa 50 na hawa walipa 100. Sasa ipige hiyo mara 122, utaelewa kwa kilo ni ngapi walikuwa wakilipa namna hiyo. Kwa ikiwa hawa walipa gunia, hawa walipa nusu gunia mfano. وكل قال فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم. wakawa katika hali kama hii wakati wa jahiliya mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumilizwa Makka, mpaka akafanya hijra akaja Madina, wakiwa katika hali kama hii. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina, فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح. mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina aliweka sulhu na Mayahudi, sababu bado hajakuwa na nguvu katika hali kama ile. Kwa kukawekwa sulhu na kukawekwa makubaliano baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale watu waliokuwa pale katika Mayahudi na wengineo, kukawa kuna mkataba. Na hapa tupata faida kuwa hakuna makosa katika hali ya kuwa serikali ya nchi ya Kiislamu haina nguvu kuingia na mkataba na nchi isiyokuwa ya Kiislamu ili kupata maslaha yake na kupata amani
na mengineo. Hakuna makosa katika hilo. Tayeb, ingawa leo watu hili jambo walichukulia katika sura ya hamasa zaidi kuliko katika misingi ya kisheria na elimu inavyopeleka. Wallahu almusta'an. Na hili swala liko wazi katika ulimwengu leo. Nchi mbalimbali zina mikataba mbalimbali ambayo hufanya baina yao, na inaweza kuwa nchi moja ni ya Kiislamu na nchi moja si ya Kiislamu, lakini watu wakafanya mikataba, wakafanya mabiashara, jambo ambalo sheria haikukataza. Tayeb, turudi hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pale, na yeye ndiye katika ule mkataba alikuwa watu wote waregea kwake katika kuhukumiana, waregea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqatalat adh-dhalilatu min al-azizati qatilan, ikatokea wale waliodhalilishwa wale wakati wa jahiliya wakaua wale waliokuwa na nguvu juu yao. فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا 100 وسق، أن ابعثوا لنا 100 وسق. wale waliona nguvu wale wakawaamrisha wale wadhalilifu, an ib'athu lana bi 100 wasqin, yani tuleteeni sisi wasqi 100. faqalat adh-dhalila, lile kabila dhalilifu lile wakawaambia wale, وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض. wale wakawaambia, na hii kweli sawa katika makabila mawili ambao dini yao ni moja, wote ni Mayahudi, nasaba yao ni moja, sababu wote warudi kwa Israeli ambaye ni babake Yusuf, Yaqub, na nchi yao moja. Kisha iweje katika upande wa damu hao walipo nusu na hao walipo kamili? Hao walipo nusu na sisi tulipe kamili. Inma a'tinakum hadha dhayman minkum lana, tulikuwa tukilipa hivyo kwa sababu mlikuwa mkitudhalilisha nyinyi wakati wa jahiliya, kabla ya kuja kwa Mtume sallam. Wa faraqan minkum ay khawfan minkum, tulikuwa tukiogopa, ndio maana tukilipa kamili, nyinyi mtulipa nusu. Fa amma idh qadima Muhammadun fala nu'tikum dhalika, ama sasa hivi ashakuja Muhammad hapa, sisi hatuwapi hiyo, hatuwezi kulipa kamili na nyinyi mlipa nusu. Tuendeni tukahukumiane kwa nani? Kwa Muhammad, tuone kama atakubali ama nini. Fakadat alharbu tahayyaju bainahuma, ikakaribia vita kuzuka baina yao. Thumma irtadau ala an yaj'alu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bainahum, wakaridhia kuwa Mtume Muhammad sallam awe ni hakimu baina yetu sisi, yeye ndiye atuhukumu. ثم ذكرت العزيزة فقالت, wale kabila lenye nguvu lile linalolipo kamili sasa wakasema, wallahi ma Muhammadun bimu'tikum minhum dhi'fa ma yu'tihim minkum. Muhammad hawezi kukubali hukumu hii ya dhulma, sisi tufanya dhulma. Wao wajua kama madhalim, eti sisi tulipe mara mbili kisha sisi tulipe nusu. Muhammad hawezi kukubali hayo, atakataa, atasema sote tulipane sawa. Kwani tofauti nini baina yetu? wala qad sadaqu ma a'tuna hadha illa dhayman minna wa qahran lahum, na hawa wenzetu hawa wadhalilifu wamesema kweli, walikuwa hawatulipi sisi hivyo isipokuwa kwa sababu sisi tumewadhalilisha, tuna nguvu juu yao. fadussu ila Muhammadin man yukhbiru lakum ra'yahu, kwa hiyo nyinyi msiende kwa Muhammad, chagueni watu pale ndani pale wende wakasikia rai yake nini kabla hamjenda. Akiulizwa swala hili atasemaje? In a'taakum ma turiduna hakamtumuhu, ikiwa atawapa kile mnachokitaka basi mjalieni yeye kuwa hakimu. Wa in lam yu'tikum hadhartum falam tuhakkimuhu, lakini asipowapa kile mnachokitaka
basi mutatahadhari, msimfanye yeye ahukumu baina yetu. Fa in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tuhu fa in utitum fakhudhuhu wa in lam tu'tuhu fahdharu. Mkipewa kubalini, msipopewa hivyo kataeni, msiende kwake. Na tumeeleza katika darasa iliyopita kuwa hii tabia ni tabia ya Mayahudi ambayo iko kwa watu wa batil mpaka kesho. Watu wa batil ndivyo walivyo hata katika mubtadi'a miongoni mwa Waislamu, na kadhalika katika wale watu wanaotafuta rukhsa katika hukumu ya jambo analolifanya. Bimaana, kwa mfano, amekwenda kwa mmoja katika wanawavioni akamuuliza hukumu ya jambo fulani nini, pengine mfanyi biashara. Yule mwanawachuoni akamhukumia kuwa ile biashara ni ya makosa, bimaana usifanye biashara hiyo, ndani yake kuna haramu. Amwambia mwenzake, vipi bwana, huyu bwana namuuliza bwana sema haramu. Achana naye, kuna mwingine yule atatuambia halali, yule ondoka twende kule. Kwa aenda tafuta mwingine, yule mwingine amuuliza vipi hukumu ya kadha, amjua yule kuwa ni mutasahil katika mambo ya dini, aweza kupitisha. Akiulizwa yule sema haina neno. Sasa unaona, ninakwambia mimi haina neno. Kwa hiyo kule amekimbia kwa sababu hakupata kile anachokitaka yeye, huku amepapenda kwa sababu kile anachokitaka yeye atakipata huku. Na hivi ndivyo walivyo kila mtu wa batil, tabia zake zinakuwa namna hii. Na ndio kuona al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala ana kitabu kizuri tuliwahi kukisoma hapa kwa sharh Sheikh al-Fawzan, akita Masailul Jahiliya. Kitabu Masailul Jahiliya ni muhimu sana kwa mwanafunzi kukisoma, haswa kwa sharh Sheikh al-Fawzan. Ameeleza vizuri sana, ingawa wanawavioni wengi wamekisherehesha. Al-Imam al-Mujaddid amekusanya katika kitabu hiki mambo mengi sana, kama sikukosea zaidi ya 100, ambao walikuwa nayo watu wa jahiliya kabla ya Uislamu na leo yapo kwa kila watu wa batil. Yani ndio ujue kuwa watu wa batil hawabadiliki, ile fikra yao ni wale wale tu. Kwa ukaona kila alichokuwa kikieleza kwa dalili, tena kuna mengine yametajwa katika Qur'an, katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wako nayo wale. Ukiangalia leo utakuta yale yale waliokuwa wakiyazungumza wale na wakiyafanya wale, na hawa wafanya hivyo hivyo. Watu wa batil wa leo ni wale, sababu binadamu ni wale wale, ni wale wale binadamu. Akiingia katika batil utakuta kuwa tabia ya watu wa batil wale wa nyuma ndio hii yako nao yeye. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutaja baadhi ya yale waliokuwa nayo umma wale waliopita na wale walikuwa wakiyasema dhidi ya mitume wao, Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ma arsalna min qablika min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Hivyo hivyo hatujatumiliza mtume yoyote kabla yako isipokuwa umma wake wale waliotumilizwa kwao watamuita imma mchawi au mwenda wazimu. Kisha Allah mbele akasema nini? Atawasau bihi, je, wamehusiana? Ni kama hawa wamewahusia hawa, semeni hivyo, na wale wengine wakawahusia wale wengine, semeni hivyo. Na ukiangalia makini, kuna fikra zingine ubatili wake uko wazi. Kwa mfano, hakuna umma waliotumiliziwa mtume isipokuwa wale umma walimwambia mtume wao, ma anta illa basharun mithluna, haukuwa wewe isipokuwa ni binadamu kama sisi. Kwa wao walikuwa wataka mtume asiwe binadamu. Lau shaa Allahu la anzala malaika, lau kama Allah kweli atakutumiliza mtume angetumiliza nani? Malaika. Kwa wao wakashangaa kuwa binadamu aweza vipi kuwa nani? Mtume. Si mfahamu? Lakini
ilikuwa washangae Mungu atakuwa vipi sanamu. Si umeelewa? Kama ingelikuwa ni akili hiyo, basi wangejiuliza hivi, mbona tuabudu sanamu hivi, Mungu yowajiwe? Wao washangaa mtume kuwa binadamu, hawashangae Mungu anamfanya jiwe sanamu aliabudu. Akili mbovu kabisa. Wangeanza kujiuliza kusema, vipi sisi tuwafanya jiwe ama bao lilochongwa tukalifanya ndiye Mungu, huku tukataa kuwa binadamu waweza kuwa mtume, ambapo kuwa mtume binadamu ni kitu kidogo ukipima Mungu kuwa sanamu. Mfahamu vizuri? Sasa mambo kama haya yapo sana, kuwa yalikuwa kule na sasa yako. Na hivi walivyokuwa Mayahudi, na leo utawapata wao na wengine wanaojifananisha na tabia zao wako hivyo hivyo. Qala al-Imam al-Kathir, wale jamaa walivyozungumza wa mabwana hawa wa Kiyahudi hao, kuwapelekeni mtu pale ndani asikilize huyu Muhammad rai yake nini katika swala hili. Fadassu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasan min almunafiqin liyukhbiru lahum ra'ya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna atakayetumika hapa isipokuwa wanafiki, sababu wanafiki wadhihirisha Uislamu, waficha ukafiri katika nyoyo zao. Kwa hiyo wakawaambia wale jamaa zao katika wanafiki, hebu nendeni mkasikilize hukumu hii, mtume au hukumu kwa hukumu gani, yeye rai yake nini. Falamma ja'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumsikiliza, akhbara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi amrihim kullihi wama aradu, Allah akamjuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam yale yote walioyapanga na kile walichokitaka. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ikashuka hii aya ila qawlihi alfasiqun fafihim wallahi unzila. Ibn Abbas asema hizi aya wallahi zimeshuka kwa watu hawa, yani hao ndio sababu ya nini ya kushuka hizi aya. Wa iyahum ala Allah azza wa jalla, na hawa ndio aliokusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya. قال ورواه أبو داود بنحوه. وروى أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين، hizi aya kuanzia hapa mpaka hapa alipotaja inma unzilat fi diyati fi bani an-nadhir wa bani quraidha, hizi aya zimeshuka kwa ile dia. Dia ni kile kinacholipwa kwa mtu anayemuua mwenzake, ile pesa anaolipa yaitwa dia. Baina ya bani an-nadhir na bani quraidha, haya ni makabila mawili ya Mayahudi waliokuwa wakiishi wapi? Wakiishi Madina. Wadhālika anna qatla bani an-nadhir kana lahum sharafun, walikuwa wale wanaouawa katika kabila la bani an-nadhir wana utukufu kuliko bani quraidha, yani wamegawanyana matabaka katika ukabila. Kabila hili ni bora kuliko kabila hivi. Waulize leo, hakuna mambo yako hata baina ya makabila fulani. Yaweza kuwa hili ni kabila moja, lakini baina yao wao lile kabila, wengine wameweka juu, wengine wameweka chini, wengine. Sasa hawa hawaruhusiwi kufanya hivi, hawa waruhusiwa. Si mfahamu? Hawa hawaruhusiwi kufanya hivi, hawa waruhusiwa kufanya hivi. Hili liko katika makabila mengi, utakuta kuwa wamegawanyana kwa matabaka, kama vile walivyokuwa watu wa jahiliya wakifanya. Hivi hivyo walivyokuwa Mayahudi, na wao wako hivyo hivyo, kwa hili kabila liko juu, hili liko chini, hili liko vile, liko vile, na wakao wajifakhirisha kwa ukabila. Kabila langu ni bora, sijui mlango wangu ni bora, sijui ita nini ni bora kuliko hii, hivyo jamaa wakao wajiweka kwa matabaka ya namna hii. Qala tu'da lahum ad-diyatu kamila, kwa hivyo hawa banu an-nadhir wakilipwa wao dia walipwa kamili. Wa anna quraidha kanu yu'da lahum nisfu ad-diya, ama banu quraidha wao wapewa nusu ya kile wanachopewa banu an-nadhir. Fatahakamu fi dhalika ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, fa anzala Allah dhalika fi ibnayn mulakhas, ya ile tulioeleza kwa urefu. Yani wakaenda wakahukumiana kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah akateremsha hizi aya kujua kuhusu wao.
fahamalahum rasulullah sallallahu ala alhaq fi dhalika, mtume sallallahu akawaelekeza katika haki, katika jambo hili akawalazimisha wafanye haki. Faja'ala ad-diyata fi dhalika sawaa, akafanya ile dia baina yao ni sawa, si wengine nusu wengine kamili, wote sawa. Wallahu a'lama ay dhalika kan. Almuhim, hii na hii imeonekana kama ni kisa kimoja. قال ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه. قال وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. نيتم إليزا وكونيوما كسachaki كما تقدمت الأحاديث بذلك. وهي مشكية kwa ما يهودي wawili waliozini, tumeeleza huko nyuma katika vikao vilivyopita. قال وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد, huenda ikawa sababu nuzul zote hizi zilitokea katika wakati mmoja. فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم. hizi aya zikashuka kwa ajili ya sababu hii na hii, yawezekana, والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص. هي تيانغوف هي آية kwa sababu nuzul ni qadhiya inayofungamana nini na jambo la kisasi. wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa qawluhu ta'ala, qala wa qawluhu ta'ala ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي أو العطاردي وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب. يعني زي آزم الشوكة بسبب يلي سبب النزول تلويتاج أهل الكتاب ما يهودي ولا. زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة, pamoja na kuwa zimeshuka kwa ajili ya alkitab, lakini pia kwetu hizi ani wajiba. طيب, hii yaingia katika qaida ahsanta, al-ibratu bi'umumi al-lafdh la bi khususi sabab. Kwa mazingatio hapa ni kwa kuenea lile tamko, si khususi ile sababu iliyotokea. Yani bimaana kuna baadhi ya aya katika Qur'an, sababu Qur'an imeshuka kwa mara mbili. Kuna baadhi ya aya za Qur'an zimeshuka kwa sababu ya kitu fulani kimetokea, na nyingi katika Qur'an zimeshuka bila sababu. Mnafahamu? Kwa mfano ukiambiwa suratu Shuara sababu nuzul nini, kwa si kila sura ina sababu nuzul, si kila aya ina sababu nuzul. Kuna nyingine alikuwa akiteremshwa hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna nyingine ilikuwa kutokea jambo kisha Allah subhanahu wa ta'ala ateremsha aya. Ameulizwa swali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumetokea jambo fulani, ikawa ndio sababu ya kushuka zile aya. Hii yatokea. Sasa kwa mfano, hii aya imeshuka kwa sababu mtu fulani alifanya kadha wa kadha wa kadha. Je, ile hukumu katika ile aya ni hasa kwa yule mtu ambaye kwa sababu yake imeshuka, ama ni kwa umma mzima wakifanya kama yule anavyofanya? Utakuta kuwa ni umma mzima, yoyote anayefanya kitendo kama anachokifanya kile, basi hii aya mkusudia yeye. Mnafahamu? Ndio maana hii qaida wanaoitaja katika usul at-tafsir, al-ibratu bi'umumi al-lafdhi la bi khususi as-sabab. Kwa hivyo ile hukumu haitakuwa kwa ajili ya ile sababu, bali itakuwa kwa yoyote anayefanya kama anayefanya kitendo kile. Tumeelewana? طيب, hizi aya zimeshuka kwa ajili ya ahlul kitab, yale waliyofanya, lakini haimaanishi kuwa hazitabikishwi kwetu sisi ikiwa tutaingia katika yale waliyofanya wao. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل. مانا zimeshuka kwa bani Israili, kwa ajili ya bani Israili. ورضي الله لهذه الأمة بها, na Allah karidhia pia hizi kwa huu umma. Kwa mfano leo mtu akimngoa mwenzake jicho kwa kukusudia katika serikali ya Kiislamu, hukumu yake watafanya nini? Na yeye pia atangolewa jicho, pamoja na kuwa hukumu hii ilikuwa katika nini? Taurat huko nyuma. Na hii hukumu lau kama ingelikuwa yatabikishwa, wallahi watu wataheshimiana.
hakuna mtu atamvamia mwenzake amfanyie uadui. Lakini ndio hivyo bwana. Wewe nitawapeni mfano hai. Kama majuma mawili yaliyopita hivi, kuna wale watu waangaisha watu katika majumba yao wakiwaibia dhahabu. Watu wengi sana wameibiwa Mombasa hii. Nafikiri wakikusanya wale zile dhahabu sijui zafika kilo ngapi, zapita kilo 100 walizoziiba. Leo nyumba hii yavamiwa, kesho nyumba ile, kesho kutwa nyumba hii. Wajuaje wale watu hawako? Sijui. Watumia sihir, watumia njia gani? Yawezekana watumia sihir. So lele majini waambia pale leo hawako wale, kwa nendeni. Yawezekana. Manake haingia kidini. Namna wanavyofanya kitu cha ajabu sana. Kwa leo nyumba hii, kesho nyumba ile, kesho nyumba ile, waiba pesa, waiba dhahabu. Mkaja mkasikia karibuni kuwa wamekamatwa, sio? Maklipu yakaenea kwa wale mabwana wankamatwa. Watu wakasema alhamdulillah, hofu. Manake imepelekea mpaka baadhi ya watu nafikiri kupeleka dhahabu zao mabenki wakaziweke kule. Kwa sababu ukiweka nyumbani, wewe jua fika ile siku huko utakuja kupigwa na butwaha. Ukirudi utashangaa wewe. Kumfunguliwa vipi, kumvunjwa vipi, na majirani walikuwepo pale, hakuna mtu anjua, hakuna mtu anaona. Na makamera unaoyaweka waja waiba na waonekana yule sura yake, yule mfulani, yule mfulani, fulani, lakini kesho ataiba kwingine. Watu wakaona tushapumzika. Haijapita wiki 2 mkapata habari kuna sonara fulani, sijui nafikiri kuna clip ilikuwa enea, kumevunjwa ule ukuta, sijui vipi, jamaa ameingia, wacha kuiba kwenye nyumba, kaiba duka zima la dhahabu. Mmoja duka zima zima, mmeona wenyewe ile video enea kila mahali ya CCTV, sijui kama ni kila kitu kimeibiwa. Hatujapumzika vizuri jana nafikiri kama sikukosea, jana, na waonekana sura zao, sio tu watu wajificha, waonekana sura zao kwenye zile CCTV za wakamata. Nyumba moja nafikiri kama sikukosea sehemu za Bondeni jana, tena Sega, umesikia? Yani sasa sijui wale walioshikwa waachwa waendelee na shughuli yao, Allahu a'lam, au hawa wengine sasa. Lakini nawaambieni kitu kimoja, lau kama kwa mfano hawa mabwana wameshikwa Saudia kule, wamekamatwa, ikahakikishwa kuwa ni wao ndio wevi, baada ya kufanya tahqiq, manake haukatu tu hivi wafanya tahqiq, wahakikisha kuwa ni yeye. Wakishajulikana, kila mmoja kiganja chake chenda. Alafu usifikirie wapelekwa Mewa ama sijui Aga Khan, sijui apenda kukatwa na operation. Waitwa watu, njoni, waja. Kisha jamaa ketina panga kama la bucha, naelewa, kisha kap, haya ondoka, pap, mmoja. Hebu wafikiria vingerushwa viganja vya wale watu 10 wale, wafikiria jana kungeibiwa. Iwajua wazi mimi hivi ninavyofanya, mimi nikionekana naenda kutolewa kiganja hiki, afu ile biriani nitaila vipi, afu nitaanza wapi? Ajiuliza maswali kabla hajakwenda kuiba. Wangefanya adabu. Na hii ndiyo athari waiona kuwa Allah ni muumba wa wanadamu, ajua kitu gani cha watia adabu wa wanadamu. Yeye ndo anayewafahamu zaidi wanadamu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah ndiye mjuzi wa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hukumu ambayo ilikuwa katika Taurat na ahlul kitab walikuwa nayo, Allah akateremsha kwa ajili yake hizi aya kwa ajili yao, akaridhia hukumu ile kwa nani? Kwa ummati Muhammad. Hivyo kairidhia hii hukumu. Ndio tusema lau kama watu wangelikuwa wafuata hukumu kama hizi, basi watu wangefanya adabu sana. Na sidhani kama mtu yuakataa, labda hujaibiwa wewe, lakini ukiibiwa kata kichwa, acha mkono, kichwa kwa sababu shaibiwa.
hayo itakuwa dhulma. Sasa utaingia faulai kama dhalimun. Sasa hiyo makosa. Wale ambao wasema hiyo bwana hukumu kali sana, kwa sababu wewe hujaibiwa. Ukiibiwa utaanza na hasira, wacha kukata mkono. Lau kama watawakamata wakiwa katika kile kitendo, watu watatiwa tairi. Chakatwa mkono, mtasikia watu watiwa tairi aswa, wachomwa uwawa kabisa, ambapo ilikuwa hukumu ni kitu kama hiki. Allahu almusta'an. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر mwenye kukanusha kile ambacho Allah amekiteremsha amekufuru. Waman aqarra bihi, na mwenye kukiri walam yahkum bihi, lakini hakuhukumu kwa sheria ya Allah, asema ni bora, si sawa na hizi zingine, ni bora kabisa na naiamini hukumu ya Allah, na hivi ninavyofanya hukumu nyingine ni haramu, yuakiri, yukubali ni makosa, asema waman lam yahkum bihi fahuwa dhalimun fasiqun. بمعنى ومن أقر به عفوا ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. بمعنى anayekiri ile hukumu hakuikataa, lakini akahukumu kwa hukumu nyingine, basi huyu hawi kuwa ni kafiri au hukumiwi kuwa ni kafiri, ametoka katika Uislamu, bali imma ataingia katika dhulma au fisq. Rawahu Ibn Jarir, na ndio kauli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Na Sheikh Al-Albani katika risala yake ameitaja hii athar, ndio kuanzia hapo akaanza kueleza. قال وروى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم الآية قال هي به كفر، akataja kuwa ni kufru. قال ابن طاووس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. بمعنى كفر hii hapa inayokusudiwa ni kufrun duna kufru, bimaana si kama kumkufuru Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر. كفر دون كفر maana ni kufrun asghar, ambao haimtoi mtu katika Uislamu, na hii ni kwa yule ambaye yuakiri sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ahukumu kwa sheria nyingine pamoja na kuitakidi kuwa ni haram kile kitendo anachokifanya. Wa dhulmun duna dhulm. Kwa nini amesema dhulmun duna dhulm? Kwa sababu imekuja katika Qur'an wal kafiruna humu dhalimun. Kwa si mtu akatafsiri kwa hii ni dhulma, ile dhulma kubwa ambayo mtoa mtu katika Uislamu. Wa fisqun duna fisq. Na pia hapa katika Qur'an imekuja wa amma alladhina fasaqu fama'wahumun nar, kizungumzia makafiri wakaitwa fusaq pia, lakini hile ni fisqun akbar na ni fisqun asghar. روى ابن جرير وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة. بمعنى هي si kufri inamtoa mtu katika Uislamu, wasio kufri inamtoa mtu katika Uislamu. Hii ndio tafsiri ya salaf katika kuifasiri hii aya. Ama khawarij wana tafsiri yao nyingine tofauti, wakawakufurisha watu. Lakini pia nataka nitanabahishe jambo muhimu sana, kuwa katika suala hili la kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wengi katika watu hudhania hapa kinachokusudiwa ni hizi hudud peke yake, bimaana mwizi, mzinifu, muuaji afanywe hivi qisas. Lakini hukumu ya Allah ni ausa' min dhalika, ni pana zaidi kuliko hivyo. Hiyo yaingia katika hukumu ya Allah, lakini pia yaingia katika hukumu ya Allah. Sheria yote ya Uislamu ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata katika swala inil hukmu illa lillah, bimaana lazima ile swala uiswali kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika saumu kadhalika, katika zaka kadhalika, katika hija kadhalika. Kwa hiyo katika kila jambo analolifanya Muislamu la kisheria lazima alifanye kama alivyohukumu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na khawarij wakisema waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, ni mutlaqan hivi tu yatoka katika Uislamu, basi kuna kazi kubwa. Itabidi anayeswali kimakosa pia ingie kwenye ukafiri,
anayefunga kimakosa kafiri. So yote hukumu ya Allah hii. Mmefahamu vizuri? Siende akili wewe, akili yako enda kwenye mwizi kata mkono, mzinifu piga fimbo ama piga mawe, hivyo peke yake la. Bali hukumu ya Allah yaingia katika kila jambo la sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa lazima muislamu awe atajifunga na namna alivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika kutekeleza majukumu yake katika hii dini. Sababu yote haya lazima urudi katika hukumu ya Allah na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.